Ninaukaribisha katika chaneli yetu ya Suka TV. Leo tunazungumzia kitu ambacho mara nyingi tunakitupa bila kufikiria: maganda ya nanasi. Wengi wetu tunafurahia utamu wa tunda hili, lakini je, unajua kwamba maganda yake yana siri kubwa za kiafya? Katika makala hii tutafahamu faida kuu za maganda ya nanasi kwa mwili, magonjwa yanayoweza kutibiwa kwa kutumia maganda haya na namna rahisi ya kuyaandaa nyumbani. Usiache kutazama hadi mwisho, kwani huenda ukagundua tiba ya asili iliyo karibu nawe kila siku. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii, au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya makala na video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Twende pamoja kugundua nguvu ya maganda ya nanasi. Maganda ya nanasi yana faida nyingi kiafya. Husaidia kusafisha mwili, kupunguza uvimbe na kuimarisha kinga. Pia hutumika kutibu magonjwa kama shinikizo la damu, maambukizi ya njia ya mkojo na matatizo ya mmeng'enyo. Moja, faida kuu ya maganda ya nanasi: kinga ya mwili. Maganda yana vitamini C na antioxidants zinazosaidia kupambana na maambukizi. Kupunguza uvimbe. Yana bromelain, kimeng'enya kinachosaidia kupunguza uvimbe wa viungo na ngozi. Usafishaji wa mwili, yani detox, husaidia kuondoa sumu mwilini na kuboresha afya ya ini na figo. Mmeng'enyo wa chakula. Nyuzinyuzi zilizomo husaidia kupunguza kuvimbiwa na kuboresha mfumo wa chakula. Afya ya moyo. Husaidia kupunguza cholesterol na shinikizo la damu. 2. Magonjwa yanayotibiwa kwa maganda ya nanasi. Shinikizo la damu. Hupunguza cholesterol na kusaidia mzunguko wa damu. Uvimbe wa viungo. Bromelain hupunguza maumivu na uvimbe wa arthritis. Maambukizi ya njia ya mkojo UTI. Husaidia kusafisha njia ya mkojo na kupunguza bakteria. Kuvimbiwa. Nyuzinyuzi husaidia kurahisisha choo. Antioxidants husaidia kupunguza uharibifu wa ngozi na kuifanya iwe laini. 3. Namna ya kutengeneza. Namna ya kutengeneza kama chai ya maganda ya nanasi. Hatua ya kwanza, osha maganda vizuri. Hatua ya pili, chemsha maganda kwenye sufuria yenye maji kwa dakika 20 hadi 30. Tumia kikombe kimoja mara moja hadi mara 2 kwa siku. Jinsi ya kutayarisha juisi ya maganda. Saga maganda yaliyosafishwa kwa blender. Changanya na maji safi na kiasi kidogo cha tangawizi. Kunywa mara moja kwa siku kama kinywaji cha afya. Namna ya kutengeneza maji ya maganda kwa detox. Chemsha maganda na majani ya mnaa au tangawizi. Hifadhi kwenye chupa na kunywa kama maji ya kawaida. Tahadhari: watu wenye allergy au mzio wa nanasi wanapaswa kuepuka. Usitumie kupita kiasi, kwani inaweza kusababisha kuharisha au maumivu ya tumbo. Wanawake wajawazito wanapaswa kushauriana na daktari kabla ya kutumia. Maganda ya nanasi ni dawa asilia yenye faida nyingi kwa mwili, hususan katika kupunguza uvimbe, kusafisha mwili na kuimarisha kinga. Kwa kutengeneza chai au juisi ya maganda, mtu anaweza kupata tiba rahisi na ya gharama nafuu nyumbani. Haya ni machache kati ya yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii, au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Unaweza kuniachia maoni yako sehemu ya comment, kulike na kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.